Mtazamaji wa Jimbi TV, vilio vimetawala katika kata hii ya Veyula jijini Dodoma, ambapo mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Ayubu amekutwa amejinyonga katika eneo hili, na polisi wameweza kufika katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kushuhudia, lakini pia kuweza kufanya uchunguzi zaidi. Jina langu ni Azza Steph, International Sound, sauti ya kimataifa. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi ambao wapo katika eneo hili. Mwenyekiti wa eneo hili naye tumsikilize kwa upande wake, wana vipi vya kuzungumza kuhusiana na tukio hili ambalo limeweza kutokea hapa. Endelea kufuatilia Jimbi TV ili uweze kufahamu nini hasa ambacho kitakuwa kinaendelea hapa. Kwa majina naitwa Ansela Joseph Pima, ni mkazi wa mtaa wa Mji Mpya, ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Asubuhi tulipata taarifa tukiwa na mwenyekiti wa mtaa majira ya saa 2. Tulifika sehemu ya tukio na kuona kuna mtu ambaye tayari amekwisha jinyonga kule juu. Baada ya hapo tulichukua taratibu za kuwaeleza mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa pamoja na uongozi wote kwa ujumla wa kata ya Makutupora. Baada hapo na wenyewe baada ya kufika kwenye tukio, kilichoendelea hapa ina maana walipiga simu polisi ili kuwasiliana nao. Lakini tumechukua muda mrefu kuanzia saa 2 mpaka majira haya hatujafahamu chanzo cha tukio hili. Ni hapa tu tulipomkuta kijana amekuwa juu hapo, ameshajitundika na ameshafariki. Tulizipata kupitia mwenye shamba hili, alifika asubuhi ili aje angalie mazao yake na kuweka fensi za kuzuia ili ng'ombe wasiingie. Kwa hiyo alipofika maeneo haya ndipo alipoona kwamba kuna viatu hapo chini ya mti, na baadaye kufuatilia kuangalia juu akaona tayari kuna mtu yuko juu. Baadaye basi alichukua hatua za kuambia watu, na ndipo na sisi uongozi tukapata taarifa tukafika sehemu ya tukio. Fatuma Saidi, mkazi wa Veyula. Hili tukio mimi nilipata muda wa saa 3:30 kwamba kuna mtu amejinyonga huko. Kwa hiyo nikaje. Kwa hiyo tangu tulivyokuja hapa mpaka saa 7:30 mapolisi walikuwa bado hawajafika. Unaona? Kwa hiyo inatakiwa wanafika kwa wakati. Mtu amejinyonga kule juu, hatuwezi kujua kama alijinyonga usiku au amejinyonga asubuhi. Masaa mangapi huko juu ameshamaliza. Tunaomba kama wenyewe wanakuwa na taratibu nyingine, basi wao wanatoa taarifa kwa wananchi wafanye maamuzi yao. Kwa majina naitwa Regan Apolinare, ni mkazi wa Veyula ambapo ndugu Ayubu alikuwa anafanya kazi. Asubuhi ya leo nilipigiwa simu kwamba ndugu Ibrahim, ndugu Ayubu amejinyonga. Juzi alinielekeza kwamba alikuwa na changamoto, alikuwa na shida kwenye mfumo wa mkojo, alikuwa na ugonjwa wa UTI ambao ulikuwa unamsumbua. Kwa hiyo kama wiki 2 zilizopita alienda kupata huduma yeye na mke wake. Baada ya hapo akawa amepona, akawa anaendelea na kazi vizuri. Hasa juzi akanifuata baada ya kufunga kazi. Akaniambia ule ugonjwa umenirudia tena. Nikamuuliza kwani changamoto ni nini? Dawa ile dozi simlimaliza na sindano mlipiga? Akaniambia alimaliza, lakini huko chumbani kwao anaona kama mke wake kuna dawa ambazo zimebaki, lakini alimuuliza akamwambia alimaliza. Nikamwambia basi wewe nenda kaanze dozi nyingine, alafu nitawatafuta, nitaongea na nyewe na mke wako. Nikampa hela pale tulipokuwa tumenani, akaenda pale hospitalini, akapiga sindano ile na dawa akachukua. Jana asubuhi nikampigia simu, nikamuuliza vipi unaendeleaje? Akaniambia anaendelea vizuri. Akaniambia alikuwa ameenda kutafuta vitafunwa na chai ameshakunywa. Nikamwambia jitahidi basi ujikaze uje huku ili tukuangalie unaendelea vipi. Alafu baadaye ukapiga ile sindano nyingine. Ndio tulipoishia hapo. Akaniambia nakuja, lakini kwa bahati mbaya hakuja, ndio ikatokea hivyo leo. Naitwa Joseph Chidana Matonya, mwenyekiti wa mtaa wa Mji Mpya kata Makutupora. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 2025 nilipigiwa simu asubuhi majira ya saa 2:30 na mwananchi mmoja. Akanieleza kwamba kwenye mtaa wetu kuna mtu amemkuta amejinyonga juu ya mti. Tulikuwa tuna kikao cha maendeleo ya kata WDC. Ikabidi niahirishe kwenda kwenye kikao, nikafika eneo la tukio. Kweli kufika
nikaona kweli, nikamtambua yule mtu kweli amejinyonga na yuko juu ya mti. Nikaanza utaratibu wa kutoa taarifa kwa viongozi wenzangu. Nilitoa taarifa kwa mtendaji wetu wa kata, nikatoa taarifa kwa mheshimiwa diwani, nikatoa taarifa kwa polisi kata wa kata yetu. Pia nikatoa taarifa kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya Dodoma mjini, OCCID. Pia nikatoa taarifa kwa OCD. Taratibu zikafanyika, polisi wakaja. Baada ya polisi kuja wakazungumza na wananchi kidogo, japo walikuja kwa kuchelewa mpaka wananchi wakawa wamereact. Lakini baada ya kufika waliomba msamaha. Basi wananchi pamoja na sisi tukawa tumewasamehe, wakashusha mwili na wakafanya taratibu zingine, na sasa hivi wanaupeleka mwili mochwali na vitu vingine vitaendelea vya kitaalamu. Wao kama polisi watafanya uchunguzi kujua ndugu yetu huyu nini kimemkuta, amejidhuru yeye mwenyewe au amedhuriwa na watu wengine. Mtazamaji wa Jimbi TV, natumai utakuwa umeelewa na kufahamu kile ambacho kimeweza kuendelea hapa katika kata hii ya Veyula. Jimbi TV tulikuwa hapa kwa ajili ya kujuza kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Jina langu ni Azad Seif International Sound, sauti ya kimataifa, nikiwa sehemu siku zote na kuambia kwamba kuna kinachokosekana. Endelea kufuatilia Jimbi TV kwa kusubscribe, kushare na kulike, usahau na kucomment ili kuweza kupata habari zote katika upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.